Katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, ulimwengu umeshuhudia kuibuka kwa magonjwa mbalimbali ya milipuko, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa Mpox, yaani monkeypox. Ingawa Mpox ilikuwa haijajulikana sana kabla ya miaka ya 2020, ugonjwa huu sasa umeibuka kama tishio jipya la kiafya. Kwa wengi, Mpox si ugonjwa tu wa mwili, bali ni jinamizi linaloambatana na hofu, unyanyapaa na upotoshaji wa taarifa. Mpox ni ugonjwa unaoenezwa kutoka wanyama kwenda kwa binadamu na pia kati ya binadamu. Carol Agutu, afisa anayeongoza uhamasishaji wa ugonjwa huu kaunti ya Mombasa, anatuelezea hali halisi ilivyo. Mpox ni ugonjwa wa kirusi ambao inasababishwa na kirusi ambao inaitwa monkeypox, na ni ugonjwa ambao unasambaa kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu, kisha kuenea kwa ugonjwa unaendelea kuenea kutoka kwa binadamu hadi binadamu mwingine. So utapata kuwa ili binadamu aweze kupata ugonjwa huu, mnyama atakuwa pengine ameenda kuwinda mnyama pale porini, na katika ile harakati ya kuwinda basi anaweza pengine akapata amegwaruzwa na miti zilizokuwa kule ndani ya kichaka, ama wakati anapokuwa anatayarisha ile nyama ambayo ameweza kuwinda, anaweza pengine akajikata na kisu, kisha ile damu ya mnyama na zile madhara ambazo alikuwa ashapata kutokana na kichaka kumgwaruza, basi damu inapenya kwenye mwili wake na mwishowe anapata maambukizi ya ugonjwa huo. Idadi ya watu walioambukizwa katika kaunti ya Mombasa kwa sasa imefika 36. Tayari tunaona kuwa namba za wale ambao wameathirika inazidi kuongezeka, kama kwa sasa tumefika 36, na tunaonelea kuwa tena ile watu wale ambao tunasema wako katika hatari zaidi kidogo, hao pia tena imewacha kuwa wamewacha kukua katika hatari zaidi, na sasa ninasema ni kama jamii yote kwa jumla wako katika hatari, kwa sababu tunaona maambukizi imeingia tayari kwa jamii. Katika kaunti ya Mombasa kuna sehemu maalum iliyotengewa waathiriwa wa Mpox huko Utange CGTRH. Hapa Mombasa County tuko na isolation center moja ambayo imetengwa kuhudumia wagonjwa wale wote ambao wataathirika na ugonjwa huu wa Mpox, na ni Utange. Inaitwa Utange CGTRH. Hiyo ndio isolation center ya Mombasa County. So pale tuna wauguzi ambao tumejaribu sana kama county kuwaelimisha ili waweze kuangalia wale waathiriwa na watu wale ambao wameathirika na ugonjwa huu. Kwa sasa bara la Afrika linakabiliwa na ongezeko kubwa la maambukizi, huku vifo vikiripotiwa na changamoto za upatikanaji wa chanjo na vifaa vya matibabu zikiendelea kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huu. Kufikia mwezi wa Mei mwaka wa 2025, zaidi ya visa 52,000 vya Mpox vimeripotiwa katika nchi 16 za Afrika na kusababisha vifo 1,770. Malawi kwa mfano imedhibitisha visa 11 tangu Aprili, huku changamoto za uhaba wa chanjo na uwezo mdogo wa upimaji zikiathiri juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Kenya iliripoti kisa chake cha kwanza cha Mpox mnamo Julai mwaka wa 2024. Kufikia mwezi wa Disemba 2024, kulikuwa na visa 28 vilivyothibitishwa, vikiwemo vifo 2. Visa hivi viliripotiwa katika kaunti mbalimbali kama Nakuru, Mombasa, Busia, Nairobi na Kilifi. Wengi waathiriwa walikuwa madereva wa malori ya masafa marefu, wanawake waliokuwa na mawasiliano ya karibu nao, na mtoto mmoja wa miaka 15. Kila mtu wako katika hatari ya kupata ugonjwa huu, lakini kuna wale ambao wako katika hatari zaidi, na wanakuwa wako katika hatari zaidi kwa sababu ya kazi ambayo ile wanafanya. Kwa mfano, madaktari, healthcare workers ambao wanashughulikia ama wanatangamana na watu wengi wakiwa wanawashughulikia kuhakikisha kuwa hali yao ya afya iko sawa. Tuna maafisa wetu ambao wako kwa
point of entries, zile njia ambazo watu wanaingia nazo kwa nchi ama kwa county. Hao pia wako katika hatari kwa sababu wanatangamana na watu wengi na ni vigumu sana kuangalia mtu na kuweza kutambua kuwa huyu ana ugonjwa huu ama ugonjwa huu mwingine. Tuko na madereva wasafiri ambao unapata kuwa wanatoka kwa sehemu zile ambazo tayari wameathirika na ugonjwa huu, wakiwa wanakuja kwa sehemu zile zingine ambazo ugonjwa huo bado haujaweza kupatikana. So unapata truck drivers, bus drivers ama hao wasafiri wakija kutoka kwa sehemu zile ambazo tayari maambukizi ilikuwa, hao pia unapata kuwa wako katika hatari zaidi kwa sababu tayari wametangamana na wale ambao wako na ugonjwa huo. Tuko na wamama wajawazito, watoto na hata wale watu ambao wako na magonjwa mengine. Yaani wako ambao immunity yao iko low, hali kinga ya mwili yao iko chini. So hao pia wako katika hatari zaidi. Tuko na tunasema sex workers. Profession hiyo yao kidogo inawaweka pia katika hatari zaidi ya kupata maambukizi. Na pia tuko na wale tunasema men who have sex with men. Kulingana na Agutu, dalili za ugonjwa huu hujumuisha homa, kuvimba kwa tezi na upele unaoenea mwilini. Sasa utapata kwa mwili kutatokea upele, na upele huu unatokea kutoka kwa kichwa, yani kichwa hadi miguu chini, na utapata hata mikono kwa ndani upele uko mwili mzima hadi sehemu ya nyeti yote, mtu akiwa ako na ugonjwa huo. Jinamizi la Mpox ni onyo kwa ulimwengu kuwa bado tuko katika zama za changamoto za kiafya za kimataifa. Kupitia ushirikiano, uelewa sahihi na mshikamano wa kijamii, jinamizi hili linaweza kudhibitiwa kabla halijawa janga kubwa zaidi. June Lance, Majestic Digital TV.